hakukuwa na mabadiliko. Mechi ikafanyika. Nini mlikiona, nini ambacho mliking'amua kwa dakika zote 90 na mechi ilikuwaje kwa faida ya mtazamaji? Credit zimuendee Fadlu Davis kwa kazi kubwa ambayo ameifanya kuivusha Simba mpaka kuingia katika hatua hii ya fainali. Matarajio yalikuwa yameanza kuongezeka baada tu ya Simba kuweza kuvuka hatua robo fainali kuingia nusu fainali. Kila mtu alikuwa ashaona kwamba tayari klabu ya Simba ina uwezo wa kutinga katika hatua ya mwisho kabisa ambayo wapinzani wao wa jadi kwa maana Dar es Salaam Young Africans nao walifanikiwa kuingia miaka michache iliyopita. Lakini matarajio sasa ni lazima klabu hii iweze kuiheshimisha bendera ya Tanzania ambayo inaendelea kupepea katika michuano ya Afrika. Unaangalia hapo distance ya kipindi ambacho Yanga waliingia paka na Simba wanaweza kuingia ni miaka ambayo haizidi hata mitatu. Kwa maana yake Tanzania inaendelea kupepea vizuri katika michuano ya Afrika. Utulivu mkubwa wa wachezaji wake, tunamzungumzia mentality yao katika mechi ya jana ambayo ilikuwa ni marudiano, ulikuwa ni wa kiwango kikubwa na ni kazi kubwa pia Fadlu Davis kuweza kuwatuliza wachezaji wake, kwa sababu Stellenbosch walikuwa wanahitaji kuweka pressure kubwa kwenye lango la Simba ili kupata angalau bao ambalo lingewapa nguvu ya kuweza kutafuta matokeo ya kutinga katika hatua ya fainali. Na katika dakika zote 90 Simba walikubali kuyameza mashambulizi yote Stellenbosch ambao walikuwa wanakuja katika lango lao, na ilikuwa ni mechi pekee ambayo Stellenbosch msimu huu alikuwa na kiwango kikubwa cha kumiliki mpira, na unaweza kutazama kama walikuwa wanaweza kuweka pressure namna hiyo, basi ni lazima Simba walitakiwa kuwa makini sana, na waliweza kufanya hivyo. Hakuna mchezaji ambaye alikuwa amepoteza direction katika wakati mechi inaendelea, kila mtu alikuwa makini. Unazungumzia kuanzia goalkeeper Musa Pinpin Kamara, save za hatari ambazo walikuwa wamezifanya, unazungumzia kazi kubwa ambayo amefanya Hamza Spare Junior katika eneo la ulinzi akishirikiana na Shamu Karabu. Unazungumzia uzoefu wa Mohamed Hussein pamoja na Shomari Kapombe kuweza kudili na mawinga wa Stellenbosch ambao walikuwa wanakimbia kwa kasi sana katika nafasi za pembeni. Na pia unazungumzia uzoefu wa Fabrice Luamba Ngoma ambaye aliwahi kutoa taji hili akiwa na Raja Casablanca miaka takriban 4 iliyopita, lakini pia aliwahi pia kuingia finali na AS Vita lakini walikosa, lakini mara 3 anaingia nao tena. Kwa unaona kuna wachezaji ambao wana uzoefu mkubwa wa ndani ya Simba peke yake. Kuna wachezaji ambao wana vipaji vya hali ya juu wamefikisha hii timu mpaka hapa ilipo. Kuna wachezaji ambao pia wana ile DNA ya makombe, kwa mfano makombe ya Afrika kama Fabrice Ngoma, lakini pia kuna vipaji vikubwa katika safu ya ushambuliaji. Lakini hawa wachezaji wote paka waweze kupa matokeo mazuri ama kufikisha timu yao katika hatua ambazo zinaridhisha, ni lazima kocha pia uwatulize mentality yao kwamba bwana, hii mechi inaweza kawa ni ngumu zaidi ambayo unaweza kufikiria, lakini hapa ambacho kinatakiwa ni matokeo, na Simba kwa kiasi kubwa walifanya hivyo. Kwa hiyo niwapa pongezi Simba kama Simba kwa sababu wamebeba Tanzania kiujumla, wameweza kuiheshimisha Tanzania katika upande wa mchezo wa soka.